Maombi ya kufunga ni maombi kwa ajili ya mambo magumu na mazito tulio nayo. Kufunga sio kwa ajili ya mambo marahisi. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mathayo kwamba namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Na ni pale ambapo unakutana na jambo gumu linalohitaji msaada wa haraka, basi unaamua kuingia kwenye maombi ya kufunga. Pale ambapo unakutana na jambo ambalo limekuwa zito kwako na unahitaji msaada wa Mungu. Utamuona Esther jinsi ambavyo alikuwa na jambo gumu, aliambiwa kwamba watauliwa Wayahudi wote na wakaamua kuingia kwenye maombi ya kufunga kwa ajili ya kubadilisha hayo maamuzi. Lakini utamuona jinsi ambavyo Musa alikuwa na mambo magumu mbele yake na akaamua kwenda kufunga siku 40. Yesu Kristo alikuwa na vita kubwa na mambo mengi makubwa yako mbele yake kwenye huduma yake, na kabla ya kukutana nayo alienda kwanza kuomba maombi ya mfungo wa siku 40. Kwa hiyo kufunga ni kwa ajili ya mambo magumu. Kufunga ni kwa ajili ya kulimbikiza nguvu na uwezo wa kukusaidia kwa ajili ya mambo magumu yaliyoko mbele yako. Hiyo ndio maana haraka ya kwa nini watu wanapaswa kufunga. Kwa pale ambapo unakutana na jambo gumu kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, pata muda wa kufunga na kuomba kwa ajili ya jambo hilo na utaona Mungu akikusaidia. Kwa hiyo maombi ya kufunga ni kama four wheel driver. Gari likiwa limekwama kwenye matope, dereva ana apply ile gear ya four wheel ili gari litoke pale kwenye matope. Kama umefika mahali umekwama, mambo ni magumu, mambo ni mazito, apply maombi ya kufunga, kwa sababu Yesu anasema namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba.